Bwana mtazamaji wa Zone Media bwana, tuko na moja kati ya mdau mkubwa sana wa masuala ya burudani, na hapa leo kidogo tunapiga naye story kuhusiana na Founder TZ. Of course nadhani tunafahamu ni moja kati ya msanii ambaye amekuja kufanya mapinduzi kadhaa kwa wale Gen Z, au sio? Bwana mambo vipi? Bwana kama kawa ndugu yangu. Au sio? Hakika. Bwana tunafahamu kwamba Founder ni moja kati ya msanii ambaye alikuja alipokelewa vizuri sana katika game na aliweza kuonesha kipaji chake kwa ukubwa sana. Na tangu Founder ametoa ngoma nadhani ni tangu mwezi Januari, si ndio? Kwa mwaka huu katoa ngoma mara moja tu mpaka sasa hivi, lakini tumeona yuko kimya sana. Nini shida hasa? Kwa Founder hakuna shida kwa sababu inajulikana wazi kabisa kwamba Babu Tale ni mtu ambaye alimsaidia kumsaidia kimuziki, lakini vile vile kumsaidia kimaisha, kwa sababu tuliona kwamba Founder alipelekwa shule katika shule ya St. Mary's ziko pale Mbezi, na yuko pale kwa ajili ya kuendeleza masomo yake. Kwa hiyo hata Babu Tale pia aliwahi kuzungumzia kwamba maisha ya Founder yatakuwa ni ya muziki akiwa kipindi cha likizo, lakini vile vile alikuwa akiendelea na masomo yake akiwa shule. Kwa hiyo Januari aliweza kuachia ngoma yake ya Sitaki, na Babu Tale aliweza kuitambulisha ngoma. Of course ni ngoma nzuri ambayo ilikuwa na ujumbe ambao ulifika kabisa kwa watu, kwa jinsi ambavyo Founder aliweza kuwasilisha wimbo wake kwa jamii. Kwa hiyo yuko shule dogo, sio kwamba yuko kimya, lakini akiwa likizo watu watapata kuona ni kwa jinsi gani Founder ataendeleza kazi zake na kuachia project nyingine. Okay, kuna tetesi nyingi sana zimekuwa zikizungumzwa huko mtaani, na moja kati ya tetesi kubwa ni kwamba Founder ana ngoma na Diamond. Hili ulizungumziaje? Tetesi zilikuwepo na mimi nilizisikia kabisa kwamba Founder ni kweli kabisa ana ngoma na Diamond Platinum. Watu walizungumza hivyo, na hata Founder mwenyewe kipindi kile ambacho alifanywa interview na Wasafi mara ya kwanza kabisa alipokutanishwa na Babu Tale, Founder alizungumza kwamba alipata nafasi ya kwenda kumsalimia Diamond, unaona, katika ofisi za Wasafi. Kwa hiyo kufanya nyimbo na Diamond sio kitu ambacho kinashindikana kwa Founder. Babu Tale ni mtu ambaye ni mmoja kati ya meneja wa Diamond, unajua, hata unafahamu hilo. Sasa itakuwa ni ngumu kiasi gani labda kumkutanisha na Founder kuweza kufanya ngoma. Kwa hiyo wakiwa na ngoma ni sawa na inawezekana, japokuwa kutoka inaweza ikachelewa kutokana na mfumo wa muziki wa Wasafi, lakini vile vile hata tu kwa Founder mwenyewe pia kwa ajili ya usalama wake wa kuendelea kusikika na wasanii wengine kuliko Diamond kwanza, kwa sababu Diamond itafika tu kwamba atafanya kazi tu na Founder, kwa sababu yawezekana ameshakubali kipaji chake, yawezekana kuna vitu ambavyo anamshauri Founder. Kwa hiyo ni matarajio ambayo tunaweza tukayaona katika siku za hivi karibuni, endapo labda kabla hajamaliza shule au tu atakapomaliza form 4 katika shule ya St. Mary's. Hilo linaweza likatokea muda wote. Okay, tunafahamu kwamba pale WCB kuna vichwa vinafanya kazi vizuri, au sio? Kuna Zuchu, lakini pia kuna Lava pale yupo, au sio? Kuna Mbosso ambaye sasa hivi kaondoka, lakini pia alikuwepo Levani pale. Sasa kuna tetesi pia zinazungumzika mtaani kwamba pengine mtu ambaye aenda kuziba pengo pale WCB la Mbosso atakuwa ni Dogo Founder, au wewe unasemaje? Inawezekana kwa ubora alikopo nao Mbosso ukaenda kuzibwa na Founder? Kwa Founder kuingia WCB, yani hilo ni swala ambalo hata watu wengi walikuwa kilitabiri, kwa sababu tumeona kabisa kwamba Babu Tale alisema mimi namchukua Founder kwa ajili ya kumsaidia, unaona. Sasa inawezekana pia ikawa ni moja kati ya njia ambazo Founder anatengenezewa kwa ajili ya kuingia WCB Wasafi, unaona. Kwa hiyo Mbosso ametoka WCB, lakini pale kuna gap tayari limeshabakia. Lava anabakia WCB Wasafi, lakini Divoice pia anabakia WCB Wasafi. So Divoice tu, pia kuna Zuchu, unaona. Kwa hiyo inawezekana Monde akafanya replacement ya kumuingiza Founder kama mrithi wa Mbosso, na pia watu wengi walikuwa wakizungumza kwamba labda Founder huenda akawa mrithi wa Mbosso katika siku zijazo, katika nyakati za usoni. Ana kila sababu ya kuweza kujiunga na WCB. Yani mdogo ambaye yani ukimweka na wasanii wengine
huwezi kutofautisha muda wa game kuwepo kwenye game. Kwa unaweza kusema kama founder ni alikuwa kwa kipindi kirefu kutokana na kazi zake ambazo tayari amekwisha thibitisha. Kwa hiyo kwa Mbosso kwenda WCB, kuondoka WCB, founder anaweza kaja kuziba lile pengo wakati wote na muda wote. Nadhani hata Diamond mwenyewe Babu Tale hilo swala pia wamekwisha lifikiria, kwa sababu founder ni biashara, nyimbo zake zimeuza na zinaendelea kuuza na zinafanya vizuri kwenye digital platforms za kuuza muziki. Unadhani ni muda sahihi au ni umri sahihi sasa hivi kwa founder kusainiwa pale WCB Wasafi? Mimi ninachoweza kusema ni kwamba kumsaini msanii kwenye lebo atuangalii umri wala nini. Unajua tunaangalia talent. Mtu ana talent. Je, kwa mfano tumeona talent. Of course tayari Dogo amekwisha tuthibitishia Tanzania kwamba ana talent kubwa, unaona? Kwa hiyo muda wote anaweza kasainiwa WCB, labda tu kwa kigezo ambacho labda akifikisha miaka 18 na zaidi. Unajua yule ni bado yuko chini ya umri wa miaka 18, na kitanzania tunaelewa kwamba ukifika umri wa miaka 18 ndio umri ambao unaweza ukafanya vitu vingi kijamii. Hata kipindi cha Wasafi Festival kulikuwa kuna tetesi kwamba founder ataperform pale Mtwara, lakini ikasemekana akashindwa kupanda jukwaani kwa sababu ya umri. Unaona, sheria ziruhusu yani mtoto mdogo kupanda jukwaa tena nyakati za usiku chini ya umri wa miaka mingapi? 18, na Wasafi ilikuwa ni usiku. Kwa hiyo ikamlimit yeye kuweza kupanda jukwaani, kwa kuweza kupanda. Kwa hiyo kwa umri wake na wakati huu ni wakati sahihi, lakini tu ni sahihi endapo atamalizia kile ambacho Babu Tale amemsaidia kumpeleka shule. Ni muhimu kwanza akamaliza shule, kisha baadaye sasa tukaangalia upande wa pili kwamba je, sasa hivi ndio tukamsaini huyu msanii katika lebo yetu. Unaona? Diamond ni msomi, mtu mzima, Babu Tale ni mbunge pia, ni mtu mwenye heshima zake. Of course ni mtu ambaye ni legend, ni goat yani kwenye kusaidia manager ambao wanasaidia wasanii, unaona? Kwa hiyo wataliangalia hilo kuona ni kwa jinsi gani ambavyo wanaweza wakompiki Dogo, kama ataamua kusimama na Babu Tale peke yake au ataingizwa kwa Diamond Platinum kwa sababu ni washirika wale katika biashara. Pia inaweza kuwa nzuri zaidi hata kwa career yake baadaye, na future yake ikatengenezwa kuwa bora kwenye muziki na kuwa na matunda katika kizazi kijacho. Kumekuwa kuna utaratibu ambao mara nyingi sana hasa ukiangalia wasanii ambao wanasimamiwa na Babu Tale kuanzia Diamond, kina Zuchu, kipindi kile kina Mbosso wako pale, wamekuwa na utaratibu wa kufanya kolabo na watu wanaowataka wao. Yani kumekuwa hakuna kolabo nyingi sana. Mara nyingi wanafanya kolabo za wao kwa wao, au sio? Yani unakuta labda Zuchu na Rayvanny na fulani, lakini ni wote ni WCB. Vipi kuhusiana na wasanii ambao waliweza kuomba kolabo kwa founder? Imefikia wapi? Kwa kumbukumbu zangu founder alifanya wimbo mmoja unaitwa Msukule na dogo mmoja anaitwa Prince kama sikosei vizuri, na kumbukumbu zangu alifanya naye kazi. Na kipindi kile founder ndio kipindi ambacho alikuwa kwenye hatua sasa za kuingia kwa Babu Tale. Lakini baada ya pale kuna video mbalimbali zilikuwa zikimuonyesha founder akiwa studio. Kuna dada mmoja huyu ni chipukizi, ni msanii wa kike anaitwa So. Moja kati ya msanii ambaye aliposti kwenye Instagram yake akiwa na founder anafanya kazi studio. Ile ni collab tayari, na ile collab sina shaka Babu Tale alibless. Umesema kwamba hapo kwamba kuna tabia kwamba Wasafi wanafanya collab katika mzunguko. Kwa founder pia labda anaweza kujitokeza kwa sababu naye yupo kwa Babu Tale. Lakini kwa upande wa kile ambacho tulikishuhudia, tuliona amefanya kazi na msanii ambaye anaitwa So, ambaye yuko nje nini ya WCB. Kwa hiyo inawezekana founder katika collab ambazo ameombwa tayari amekusha zifanya na zinasubiriwa kutoka, au inawezekana pia bado collab hizo ambazo founder ameomba kufanya zipo katika mtiririko kwamba zitafuata, zipo katika utaratibu maalum. Kwa sababu Babu Tale ni mtu ambaye ana hekima, anajua namna gani ya kumshape msanii. Yani sio mtu wa kufuata miemko kwenye muziki. Unajua? Yani anaangalia kwamba wakati huu nifanye kitu hiki, wakati fulani nifanye kitu hiki. Kwa hiyo kwa founder kuhusu collab ambazo zinasemekana kwamba zilikuwepo na nini, tuliona kwa So ilikuwepo kwa So, na nyingine pia zitakuwepo, na zitakapokuwa tayari kwa muda ambao mwafaka basi zitaweza kutoka na Tanzania wataweza kuziona. Okay, cha mwisho kwa mashabiki wa founder, nini hasa watarajie wewe kama mdau? Nini hasa watarajie pindi pale ambapo founder atakapokuwa yuko likizo
nini hasa mashabiki wanatarajia kwa Founder? Founder akiwa likizo kama kawaida, yeye ni mtu wa mangoma. Kuna goma lake lile mzee la Dar es Salaam, lile goma. Lile goma ni balaa. Ile ngoma ina challenge zaidi, yani zaidi ya 10,000 kwenye mtandao wa TikTok. Bonge moja la ngoma Dar es Salaam. Ngoma ambayo iliibua mashabiki wengi sana, yani hisia zilikuwa nyingi. Kwa sababu Founder anafuatiliwa Kongo bro, anafuatiliwa Uganda, Kenya, Marekani, Rwanda, Burundi, nchi zote ambazo zina sikiza muziki wa Tanzania. Founder na mashabiki wengi sana. Tena sasa nchi ya Kongo pale. Unajua? Kwa hiyo akiwa likizo kama kale ni mtu wa mangoma. Kwa hiyo watarajie mangoma kutoka kwa Founder, watarajie midude kweli kweli. Tena kwa mwaka huu 2025 kuna vitu vingi vinakuja bro. Nimesikia tetesi nyingi sana bro. Unaona? Anaweza kwa surprise mzee pap Madude na Monde limetoka. Mara pap Madude na Mbosso limetoka. Mara Zuchu ndani. Mara Divoice ndani. Huyo ndo Founder TZ. Mtoto mdogo, akili nyingi. Founder mnyama. Kwa hiyo mashabiki wakae mkao wa kula, niwaambie tu kwamba Founder yupo mkono salama na watarajie kazi nyingi za Founder. Wana kiu kubwa, basi mavideo ya kutosha yatatoka, maaudio ya kutosha, cha msingi tu amsupport dogo aweze kufika sehemu ambayo inatakiwa. Basi shukrani sana mzee, big time.